Elimu ni ufunguo wa maisha, lakini ufunguo huo haufungui mlango bila ya juhudi. Hayo yameonekana katika jimbo la Uzini, ambapo vijana waliofanya vizuri katika mitihani ya taifa ya darasa la 7, kidato cha pili na kidato cha 4 wamepongezwa kwa juhudi zao, huku baadhi yao wakipatiwa vitendea kazi vya kambi kwa ajili ya maandalizi ya mitihani. Lakini swali ni moja, je, ufaulu wa mwanafunzi unatokana na juhudi zake pekee, au nyuma ya mafanikio hayo kuna walimu, wazazi na jamii inayomzunguka? Katika hafla hiyo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum Zanzibar, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa amepongeza walimu kwa kazi kubwa wanaoifanya katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Hongereni sana walimu. Nilisema mwanzo pale, ukiona vyaelea vimeundwa, mwanafunzi pamoja na jitihada alionayo, lakini bila shaka mwalimu naye alijitahidi sana, ndio maana mwanafunzi akafikia hapo. Kwa hiyo nisingekuwa busara nikapongeza wote halafu walimu nikawasahau. Najua kazi kubwa na ngumu wanayoifanya walimu mpaka wakawakunja vijana wetu hawa na kaweza kunyoka vizuri. Hongereni sana. Leo kusikia kuna vijana wetu division 1, division 2, division 3, darasa linakaribia, manake sasa elimu kweli imekuwa zaidi. Mheshimiwa mbunge na mwakilishi na madiwani, vijana wetu kuwaekea kambi, mkawaekea na chakula katika kuwasupport, ni moja ya kufanya brain zao pia zitulie, wakae watulie, wafanye kazi. Kitaka cha mvunguni sharti ainame. Kauli hii ndiyo inayoweza kueleza safari ya wanafunzi hawa, kwani mafanikio katika elimu yanahitaji kujituma, nidhamu na uvumilivu. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Uzini, Mheshimiwa Ali Haidar Madowea ametimiza ahadi yake kwa kuwapatia wanafunzi walioko kambini mahitaji maalum yatakayowasaidia katika maandalizi yao ya mitihani ya taifa. Hatua hiyo imekuja ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira yanayowezesha kujiandaa vizuri kabla ya kukutana. Kauli hii ndiyo inayoweza kueleza safari ya wanafunzi hawa, kwani mafanikio katika elimu yanahitaji kujituma, nidhamu na uvumilivu. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Uzini, Mheshimiwa Ali Haidar Madowea ametimiza ahadi yake kwa kuwapatia wanafunzi waliopo kambini mahitaji maalum yatakayowasaidia katika maandalizi yao ya mitihani ya taifa. Na sisi, Mheshimiwa ndugu mgeni rasmi, tunashirikiana katika mambo ya msingi 5 kwa ujumla wake, yani madiwani, mwakilishi na mbunge. Kwanza, kusaidia makambi kwenye elimu, tunakwenda pamoja. Pili, masuala ya michezo, tuna hamu ya mle kombe lile tulilete huku, na tutakuja kualika uwe mgeni rasmi, tutakesha nao. Kwa tunashirikiana kuanzisha timu ya jimbo pamoja na kuingia kwenye mle. Tatu, tunashirikiana katika, tuna msemo wetu, sadaka zinawafuata majumbani. Tunatoa sadaka kwenye Ramadhani na sikukuu zake pamoja na Pasaka. 4, tunashirikiana kwenye ujasiriamali kuwawezesha wananchi wetu. Bila shaka vifaa ni sehemu ya maandalizi, lakini moyo wa mwanafunzi, bidii yake, nidhamu na msaada kutoka kwa walimu na wazazi ndio nguzo muhimu zaidi. Mheshimiwa Ali Haidar Madowea amewataka wanafunzi wote kuendelea kusoma kwa bidii na kuweka malengo yao mbele, akisisitiza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali hujengwa kwa hatua kwa hatua. Nikuombeni sana ndugu wanafunzi, hii hadhira unaiona Mheshimiwa ndugu mgeni rasmi, kuna wanafunzi wa darasa la 7 waliofanya vizuri, na kwa faida yako Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Kusini tumeongoza jimbo la Uzini kwa michipuo 86, lakini form 4 wametupa division 17. Form 2 tumepata division 19.
Ndugu wanafunzi, jukumu lenu kwa sasa ni kusoma. Viongozi mlokuwa nao type hii jimbo la Uzini ni nadra kutokea. Naweza mkakaa miaka na miaka. Utekelezaji wa mwakilishi mheshimiwa katumia shilingi za Kitanzania milioni 516. Naye mjumbe kutoka ofisi ya elimu wilaya ya Kati akitoa shukrani amesema msaada huo wa vitendea kazi kwa wanafunzi umeleta mwanga kuelekea mitihani ya taifa kwa wanafunzi wa jimbo la Uzini. Kwa ajili ya kuwapongeza wanafunzi wetu waliopata division 1 kwa form 2 pamoja na form 4 na pamoja na mchipuo. Vile vile tunatoa pongezi kwa mheshimiwa mbunge kwa jambo zuri aliloliwaza katika jimbo letu la kutusaidia vifaa kwa ajili ya kambi kwa wanafunzi wetu. Kwa upande wa wanafunzi, kambi hizi zinakuwa zaidi ya sehemu ya kusomea. Ni sehemu ya kujenga nidhamu, kubadilishana maarifa na kujiandaa kwa changamoto kubwa iliyo mbele yao. Na kama vijana hawa wataendelea kufanya vizuri, huenda mafanikio yao yakawa mfano kwa kizazi kingine cha wanafunzi wa jimbo la Uzini. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma. Mhariri picha Abubakar Hassan.